Lakini saratani sasa kuzungumza leo jinsi ya kuzibaini, nataka nizungumze saratani za watoto. Saratani za watoto ni rahisi sana kubaini endapo utapata moja kati ya nukta hizo nitakazozungumza. Kwanza, endapo mtoto ana uvimbe kwenye shingo au kwenye koo au kwenye tumbo, na saa nyingine uvimbe ule ukiutazama haueleweki umesababishwa na nini. Kwa hiyo uvimbe ule katika shavu, katika shingo, katika tumbo, na saa nyingine utashangaa hata maumivu hauna, basi unaweza kusema huyu mtoto uwezekano upo wa kupata saratani, au anahitaji kuchunguzwa zaidi kwamba sio saratani ulioikosa au ambayo inaanza kujitokeza. Tatizo lingine ni mtoto kukonda. Anaweza kukonda bila sababu ya maana sana, au kushindwa kujua huyu nini kinachomkondesha. Kwa mfano, mtoto wa miaka 3 anapaswa kuwa na kilo 14. Sasa unakuta mtoto wa miaka 3 ana baada ya kilo 14 kilo 9 au 10, basi ule uzito pia unaopungua unaweza kuwa ni moja wapo ya sababu ya yule mtoto kupata saratani. Lakini kingine ambacho ni cha muhimu sana, kuishiwa damu. Kuishiwa damu ni kwamba tunasema anemia, lakini anemia hii sengine inakuja ghafla. Mtoto umemkuta leo umemwona na gramu 12. Gramu 12 ni sawa kama ana 84% ya damu yake. Sasa baada ya muda anakuja, ametoka kwenye 12, anakuja kwenye 10, anakuja kwenye 8, anakuja kwenye 6. Unaona jinsi damu inavyopungua. Hapo unaweza kuhisi kwamba hapa kuna kasoro. Kasoro gani? Uwezekano upo akawa na saratani huyu mtoto. Na kingine ambacho unachoweza kubaini kama mtoto ana saratani, kwa wale ambao watoto wanashindwa kuona, wanapata upofu wa ghafla, au wanakuwa na jicho jeupe kama anasema jicho la paka, au vile vile unakuta mtoto ana makengeza, saa nyingine inawezekana huyu mtoto akawa na saratani. Sasa ni vema ukampeleka katika kituo kilichopo karibu na mtoto, ukamwona mganga mhusika ili aweze kutazama, je, huyu anaweza kuwa na saratani. Lakini vile vile inawezekana mtoto akawa anatapika mara kwa mara asubuhi, sababu hazijulikani, hana malaria, na nikombe inawezekana akawa na saratani katika mfumo wake. Na pia homa zisizokwisha. Unapima malaria hana, unapima mkojo hana UTI, na hapo vile vile itakujulisha kwamba hapa kuna kasoro ambazo uwezekano upo mtoto huyo akawa na saratani. Kwa hiyo shime, unapoweza kubaini mtoto ana saratani na akipata matibabu ambayo ni sahihi na yenye uhakika, watoto wengi wanapona saratani. Kwa hiyo ni kitu ambacho nasema kwamba ni cha muhimu watu wakae wakikijua na waweze kutazama nini cha kufanya ili tuweze kuokoa maisha ya watoto. Kuna baadhi ya watoto tumewakuta hapa na saratani, tumewapeleka Muhimbili, wengine KCMC, wamepata matibabu na wamepona. Kwa hiyo tunasema kwamba saratani ikiwahiwa inaweza kutibika na ikapona. Hili ni swala la kitaalamu na ni taaluma ambalo lipo. Ni vema watu wakaanza kuwa na dhana hiyo. Lakini hapa sasa niseme kwa wengine ambao wanapenda kula vyakula vya kusindika, sausage mnazokula, inaonyesha kwamba hasa hizo sausage zinazotoka ambazo zinatengenezwa na kuuzwa madukani katika inakuta kwamba unaweza kula sausage moja kwa mwaka mzima, unawezekano wa kupata saratani kwa 20%. Na mvutaji wa sigara pia anaweza kupata saratani. Lakini kwa watoto ni rahisi sana kuweza kuwabaini kuliko watu wazima au watu wakubwa. Mimi nasema chukua tahadhari kabla ya hatari.